Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hii leo Jumatatu Mei 25 mwaka 2026 amefika mahakamani kuendelea na ushahidi wake katika kesi ya jinai inayomkabili ya tuhuma za rushwa, udanganyifu na ukiukwaji wa uaminifu wa umma katika moja ya kesi zinazotikisa siasa za Israel kwa miaka kadhaa sasa. Benjamin Netanyahu alipanda kizimbani katika mahakama ya wilaya ya Jerusalem kwa kesi yake ikiendelea kuvuta hisia kubwa za kisiasa, kisheria na kijamii kutokana na ukweli kwamba ni waziri mkuu aliyeko madarakani na anayekabiliwa na mashtaka mazito ya jinai. Kikao cha leo ni mwendelezo wa ushahidi wake ulioanza rasmi Disemba 10 mwaka 2024 ambapo alianza kujitetea dhidi ya tuhuma zinazomkabili baada ya kesi hiyo kuchelewa kwa muda mrefu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mivutano ya kisiasa, ratiba zake za kiuongozi, changamoto za kiusalama pamoja na athari za vita na hali ya usalama wa taifa la Israel. Katika miezi ya hivi karibuni, Netanyahu amekuwa akiwasilisha maombi ya mara kwa mara ya kuahirishwa au kufupishwa kwa vikao vya mahakama, akieleza kuwa majukumu yake kama waziri mkuu pamoja na mazingira ya usalama wa taifa yanahitaji muda wake zaidi. Katika usikilizwaji wa leo, Netanyahu anaendelea kuhojiwa kuhusu kile kinachojulikana kama Kels 2000, moja ya kesi kuu tatu zinazomkabili. Katika kesi hiyo anakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu na ukiukwaji wa uaminifu wa umma kufuatia madai kuwa alijaribu kupanga makubaliano ya siri na mmiliki wa gazeti la Yediot Aaron Moses maarufu kama Non Moses. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, Netanyahu alidaiwa kujadiliana na Moses kuhusu uwezekano wa kupata habari na taarifa zenye kumjenga kisiasa au kupunguza ukosoaji dhidi yake kupitia gazeti hilo kubwa la Israel. Kwa upande mwingine, Netanyahu angeweza kusaidia kupitishwa kwa sheria au sera ambazo zingedhoofisha mshindani mkuu wa Yediot, yani Israel Hayom, gazeti ambalo lilikuwa likiungwa mkono na mfanyabiashara tajiri wa Marekani mwenye uhusiano wa karibu na Benjamin Netanyahu. Waendesha mashtaka wanaamini kwa mazungumzo yaliyorekodiwa kati ya Netanyahu na Moses yanaonyesha uwepo wa majaribio ya kubadilishana manufaa ya kisiasa na kimedia, jambo ambalo linaweza kutafsiriwa kama matumizi mabaya ya madaraka kwa manufaa binafsi ya kisiasa. Hata hivyo, Netanyahu ameendelea kukanusha vikali madai hayo, akisema kuwa mazungumzo hayo hayakuwahi kufikia utekelezaji wowote na kwamba yalikuwa sehemu ya mazungumzo ya kawaida yanayoweza kutokea kati ya mwanasiasa na wamiliki wa vyombo vya habari. Mbali na kesi 2000, Netanyahu pia anakabiliwa na kesi nyingine mbili maarufu ambazo ni kesi 1000 na kesi 4000. Katika kesi 1000 anadaiwa kupokea zawadi za thamani kubwa kutoka kwa wafanyabiashara matajiri, ikiwemo sigara za gharama kubwa, champagne na zawadi nyingine kwa madai ya kubadilishana upendeleo wa kisiasa. Kesi 4000 anakabiliwa na madai mazito zaidi yanayohusisha kutoa upendeleo wa kisera kwa kampuni ya mawasiliano kwa lengo la kupata habari nzuri zinazomlinda kisiasa kupitia tovuti ya habari inayohusishwa na kampuni hiyo. Kesi dhidi ya Netanyahu ilianza rasmi Mei 24 mwaka 2020 na imekuwa moja ya kesi za muda mrefu na zenye mvutano mkubwa katika historia ya siasa ya Israel. Wafuasi wake wameendelea kudai kuwa anawindwa kisiasa na mfumo wa sheria pamoja na wapinzani wake ili kumng'oa madarakani, huku wakosoaji wake wakisisitiza kuwa hakuna kiongozi anayepaswa kuwa juu ya sheria na kwamba kesi hiyo ni kipimo cha umuhimu wa uwajibikaji wa viongozi wa juu wa serikali. Kwa sasa upande wa mashtaka unasema ushahidi wa Netanyahu unaweza kukamilika ndani ya siku 4 hadi 5 zijazo za usikilizwaji kamili wa mahakama ikiwa hakutakuwa na ucheleweshaji mwingine. Hatima ya kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu, kwani inaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa mustakabali wa kisiasa wa Netanyahu bali pia taswira ya mfumo wa haki na siasa za Israel. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.